tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti, tukiwa tunajadili hali ya ugatuzi katika miaka mitatu chini ya Rais William Ruto. Na hapa studioni tumewapata wageni wetu wengine, Javas Bigambo ambaye yuko kwenye kamati ya uwiano kati ya vyama vya ODM na UDA. Pia tuko naye Clement Kishobe ambaye ni mwakilishi wadi wa Kariara kutoka kaunti ya Murang'a, na bila shaka tuko nao Daktari Lucas Gashero ambaye ni mchanganuzi, na Thuo Fio ni Fio kutoka wadi ya Karura hapa Nairobi. Na kabla ya kuenda mapumzikoni, kulikuwa na hili swala la uhuru wa mabunge ya kaunti, na kwa sababu Javas uko nasi hii leo, labda unaweza kutueleza wakati ambapo wakilishi wadi wanakuja kama wakilishi wa wananchi kutaka kumngatua gavana mamlakani na wakuu wa vyama wanawakalisha chini, hiyo inasaidia vipi kuendeleza malengo ya katiba kuhusiana na ugatuzi na haswa uhuru wa mabunge ya kaunti? Asante Mashirima. Swala hilo ni swala ambalo linazidi kuibua hisia mbalimbali hata katika utafiti na wasomi, kwamba mwingiliano wa ushawishi na uongozi wa vyama vya kisiasa katika demokrasia endelevu kama jinsi Kenya ilivyo ni upi, haswa katika masuala ambayo ni ya ugatuzi, masuala ambayo yana kina chake katika katiba ya Kenya. Cha msingi ni kwamba mambo haya yote umuhimu wake ni kuwasaidia na kuwatumikia wananchi. Lakini itakumbuka kwamba kwa sababu wawakilishi wadi hawa wameweza kufadhiliwa ama kuwa sponsored wakati wa uchaguzi na vyama vya kisiasa, kuna vile ambavyo hawawezi kujiondoa katika masuala ya uongozi wa chama cha kisiasa. Lakini kinachostahili kutiliwa mkazo wa maanani sana ni kwamba malengo ya vyama vya kisiasa katika uwiano huu katika demokrasia yanaambatana na malengo ya katiba na kutoa huduma kwa wananchi. Tumeangalia kwamba kwa mfano kwa wakilishi wadi, katika ukiangalia historia ya demokrasia na ugatuzi hapa nchini, tumepata nyakati ambazo wawakilishi wadi wameweza kumngatua gavana mamlakani na akaokolewa na bunge la Senate. Ama unapata kwamba hata bunge la Senate limemngatua gavana na anaokolewa na mahakama kwa sababu za kisheria. Kwa hivyo bado hiyo pia inaleta hisia ama kuweza kuleta fikra za kutaka kuweza kujadili kwa kina kwamba misingi kwa mfano ya mahakama kumregesha gavana ambaye amengatuliwa. Nakumbuka kwamba aliyekuwa gavana wa Embu wa Martin Wambora alikuwa na visa kama hivyo vingi sana, na wawakilishi wadi wamemngatua, seneti imemngatua, lakini anaregeshwa na mahakama kwa sababu za kisheria na anazidi kuhudumia wananchi na hata kushirikiana bado na wawakilishi wadi. Kwa hivyo masuala haya ni baadhi ya mambo ambayo yanataka mtazamo wa kina sana na majadiliano zaidi katika demokrasia hii ya Kenya, kwa sababu ni mambo ambayo hatuwezi epuka. Kwa hivyo swala la vyama vya kisiasa ni muhimu, kwa sababu bado vyama vya kisiasa vina ushawishi na vina malengo yake, kwa sababu waliweza kupata viongozi hao kuchaguliwa kwa sababu ya mwongozo ambao ni manifesto ambayo ilikubalika na viongozi hao wa wadi, wawakilishi wadi kadhalika. Kwa hivyo ni swala ambalo lina hisia mseto, lakini cha msingi ni kwamba malengo haya yote yanastahili yawe katika manufaa ya mwananchi wa kawaida. Clement, iwapo kuna mazungumzo kuhusiana na uhuru wa mabunge ya kaunti, wakati ambapo nadhani hivi majuzi Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anazungumzia kwamba wakilishi wadi wanapaswa kuwa na nguvu zaidi, kwamba gavana kingatuliwa hapasi tena kwenda seneti, ama wakati ambapo kuna maswali kuhusiana na matumizi ya fedha, kwamba ni wale wakilishi wadi wanafaa kusimamia maswali hayo, kwamba seneti haifai kuingilia. Lakini pia tunaona kuna mwingiliano bado hapo kama wakilishi wadi, na haswa najua kwamba mko na muungano wenu kama wakilishi wadi. Mnajaribu vipi kuhakikisha kwamba mnaweza kupata uhuru wa kuwakilisha wananchi bila kuleta matatizo katika msimamo ya vyama kama mwenzako alivyosema? Asante sana Mashirima. Hayo mambo mawili yameshikamana na sidhani kwamba kuna vile kunaweza kuja kuwe different, sababu wakilishi wadi kama mimi
niliingia bungeni kwa tikiti ya UDA. Na kwa hivyo wakati ule ambapo kutatoka kuletwe motion bunge ya kuondoa governor, kumtimua governor, lazima chama kitaingilia. Na ukiangalia sana wale magavana ambao ni wajanja, vile ambavyo wao huwa wanafanya, huwa hawaongei sana na wawakilishi wadi, wao wanakimbia kule kwa wadosi pale juu mwenye, sababu wale kama ni UDA, Rais Ruto ndiye mkubwa wa chama cha UDA, kinara wa chama. Kama ni ODM ni Mheshimiwa Raila Odinga ndiye kinara wa chama. Ukiangalia hapa Nairobi, Governor Sakaja ni kama ameweka kinara wa ODM kwa mfuko, ameweka rais kwa mfuko. Sasa inamaanisha, lakini ni maoni yako. Kwa maoni yangu. Na kwa hivyo wawakilishi wadi wa Nairobi wanajipata katika hali ngumu sana. Wanataka kumuondoa governor, lakini kwa haraka sana wanaitwa mkutano na vinara wa chama, wanaambiwa kwamba tutulie, tungoje, tufanye hivi. Na wale magavana wengi sana katika hii nchi, si ati hawana maneno ambayo wawakilishi wadi wako na shida na wao pale kwa county, lakini wao huwa wameshika zile structures za chama. Wanahakikisha kwamba pale juu wako sawa. Kwa hivyo sasa wawakilishi wadi, sababu ndio wako pale chini kabisa kwa ile ngazi ya chama, sasa wao wanapata tu instructions kutoka juu na inakuwa ngumu sana. Lakini kikatiba MCA, mwakilishi wadi, ndiye ako na ile responsibility ya kuangalia ufanyikazi wa governor na kuangalia kama impeachment imekuja inaenda kwa nini. Na pia sioni, unless sheria ibadilishwe, sioni vile tutaepuka kwamba governor akishamaliza kutimuliwa pale kwenye county assembly pia anaenda kwa senate, sababu hiyo ni sheria na ni katiba imesema hivyo. Sidhani kwamba tunaweza epuka hilo, na mimi naona huwa kwa maoni yangu naona ni vyema, sababu kuna miswada mingine ambayo imeleta ya kutimua magavana. Na ukiangalia kweli unaona pengine kuna fitina na yale mambo yametokea pale county assembly. So naona ni vizuri seneti, na hata the spirit of the constitution ilikuwa imetengenezwa kwamba seneti iwe bunge ambayo ni bunge la wazee, bunge ambalo ni huru, ambayo itaweza kukaa chini iangalie mswada ambao umetoka county assembly umekuja kwa njia gani, je kulikuwa na haki ama governor pia aliwekewa fitina. Lakini it is disappointing kwa sababu Senate, kwa maoni yangu pia sidhani kwamba imeweza kukaa kama vile ambavyo katiba ilikuwa inataka iwe, nyumba ambayo inaangalia mambo kwa haki. Tumesikia mambo ya rushwa, saa zingine inapitia kwa Senate. Tunaona pia saa zingine Senate kwa zile decisions ambazo Senate inatoa, sio kila wakati inatoa decisions ambazo ni huru kabisa. Unaona pia ule msukumo wa chama ambao pengine haukuenda pale kwa county assembly pia unafika pale Senate. Na pia kwa maoni yangu, Mashirima, nikimaliza, kwa mara ya kwanza kwa ule mswada ambao ulikuja kwa mara ya pili kutimua governor wa Kericho, for the first time mimi niliona Senate imefanya kazi huru. Kila senator anasimama kwa msimamo wake, sababu wakati mwingine unaona kama ni masenator wa UDA wote wanapiga kura pande moja, kama ni wa ODM wanapiga kura pande moja, kumaanisha ile decision ambayo inakuja huwa ni decision ya chama. Lakini ukiangalia wakati huu kwa Kericho, niliona senator wa Uasin Gishu anamuokoa governor wa Kericho, lakini senator wa Kericho anapiga kura governor aende nyumbani, na wote ni wa UDA, wametoka mahali moja. Kwa hivyo inamaanisha for the first time tulikuwa na independence ya Senate, and that is what we would want to see going forward. Na bila shaka haya ni maoni kutoka hapa studioni, lakini pia wananchi wana maoni mengi tu kuhusiana na jinsi ugatuzi ulivyo kwa sasa. Hebu tuwasikize wananchi katika kaunti ya Nyamira wanasemaje. Duncan Bundi alizungumza nao. Na leo hii tunapoangazia ugatuzi chini ya uongozi wake Rais William Samoei Ruto hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tunaungana na baadhi ya wakazi katika kaunti hii na watueleze wanahisi kwamba ushirikiano kati ya serikali ya Kenya Kwanza na ugatuzi umekuwa vipi. Kwa majina naitwa Joseph Mkae, natoka upande ya North Mugirango constituency. Mimi kwa upande ya serikali naona inang'ang'ana kusaidia Wakenya, lakini upande ya devolution naona bado kidogo kuna mambo ya ufujaji wa pesa, na serikali inafaa iweke mikakati ya kuzuia ama kule control mambo ya corruption, so that ndio mwananchi afaidike kupitia ile pesa ya ugatuzi ambayo inaenda kwa makaunti zetu mabilioni na mabilioni.
Mimi kwangu wenyewe kuna magavana wengi wanalalamika kwamba hawajapokea pesa, lakini ukweli ni kwamba pesa wanapokea, na ukiangalia ile pesa mingi ambayo inaingia kwa makaunti inaingia kwa mishahara. So haifanyi ile kazi ya mwananchi. Na tunaomba serikali ipate kuangalia hii pesa ikitoka kule Nairobi ikienda kwa makaunti, waifuatilie na waone vile inatumika. Sababu ukiangalia kama na kiingia unaona ana vitu mingi. Lakini ikaa miaka 2 ukienda kwa kada ile manyumba yenye amejenga unashangaa hii pesa imetoka wapi. So kitu mbaya sana katika hii devolution, mambo ya ufujaji ya pesa zinatumika vibaya. So hiyo ndio tunaomba serikali ipate kuzuia, ikitumana pesa ifuatilie pesa, ione hiyo pesa imetumika kivipi. Uhusiano kati ya serikali ya kitaifa, serikali ya Kenya Kwanza na serikali za kaunti, unahisi kwamba ni uhusiano mzuri, wanashirikiana vizuri katika kutekeleza yale ambayo wanafaa kutekeleza? Hakuna uhusiano kwa kaunti zingine. Ukionekana unaimba chorus ya baba yako, hapo ndio wanaona afadhali kwa kuulizwa na shida gani wanakusaidia. Lakini hizi kaunti zingine zenye zina concentrate kwa ile maendeleo ya kaunti, unaona wanakimbizwa, wewe ulipata hii wapi, hii ulitoa wapi. Lakini mwenye wanashirikiana anaambiwa tu, hapo ndio naona ushirikiano iko. Lakini kwa zingine wenye wanafanya kazi rasmi, unaona wanafuatiliwa sana, wanaulizwa ile kitu imefanyika huko, inaonekana pesa uliipa, hapo ndio unaona. Naam, hao ni baadhi ya wakazi kutoka kaunti hii ya Nyamira wakituelezea hisia mseto kuhusiana na uhusiano kati ya serikali za ugatuzi na serikali ya kitaifa, wakiomba kwamba serikali hizi waweze kushirikiana ili kuwahudumia Wakenya. Kiripoti ya Nungia Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi. Naam, shukran Duncan Bundi hapo kutoka kaunti ya Nyamira. Kuna swali lingine kuhusiana na baadhi ya miradi inayotekelezwa na serikali za kaunti na serikali kuu. Kwa mfano, huu mradi wa makao ya bei nafuu ama nyumba za bei nafuu, kumekuwa na tetesi kwamba ni kama ni serikali kuu inaongoza ilhali hili ni jukumu la kaunti. Je, huo uwiano umeimarika katika hii miaka 3? Tuanze na Javas. Naweza sema kwamba Mashirima, tungali tuko katika kile kipindi cha mpito katika masuala ya ugatuzi. Mpito miaka mingapi toka mwaka 2013? Sehemu ya mwisho ya mpito huo. Kwa sababu mpito halisi ulikuwa kipindi cha tangia mwaka 2010 hadi 2017. Mpito halisi. Lakini angalia, ndiposa bado tuko na taasisi kama IGTRC, Intergovernmental Relations Technical Committee. Hivi majuzi walikuwa bado wanashughulikia swala la kuweza kutransfer functions ambazo zilikuwa bado zimesalia kutoka katika taasisi za serikali kuu kwenda katika kaunti ama maeneo gatuzi. Pili, bado kuna changamoto ambazo kaunti zinazo ambazo haziwezi kuwapatia ule uwezo wa kutekeleza majukumu mengine. Kwa mfano ukiangalia 4th schedule ya katiba ya Kenya ndio inaeleza kwamba kuna majukumu ambayo ni majukumu halisi ya kaunti na kuna majukumu ya serikali ya kitaifa. Na kuna zile ambazo tunaita residual functions ambazo hazijaelezwa bayana na katiba, kwa hivyo zinasalia katika serikali ya kitaifa. Lakini kwa sababu ya changamoto ya kaunti zingine, kuna kaunti zingine ambazo kwa kweli ni ndogo sana na hazina ule uwezo. Hata kwa mfano ukiangalia, na waheshimiwa hapo watakueleza baadhi ya changamoto kama zile on-cess revenue. Kila kaunti katika kaunti zote 47 zinategemea ugavi wa fedha kutoka katika hazina ya serikali ya kitaifa. Na hakuna kaunti ambayo inaweza kujitegemea vilivyo hata kufadhili bajeti yake kikamilifu ya mwaka mmoja. Kwa hivyo kutekeleza majukumu mengine, hata yewe ya kilimo, ya afya ambayo ni majukumu ambayo yamegatuliwa, ama kwa mfano majukumu kama ya masuala ya kujenga nyumba, ni majukumu ambayo kwa kweli kaunti haziwezi tekeleza kikamilifu. Ndiposa kaunti zote bado zina changamoto ya kuweza kugawia fedha zake katika bajeti za mara kwa mara, ile ambayo katika kimombo tunaita recurrent expenditure, tofauti na bajeti ambayo inaenda katika masuala ya maendeleo. Ndiposa nimesema kwamba tungali katika ile hali ama kitengo cha mpito, ingawaji ni kipindi cha lala salama katika mpito huo. Pili,
kumekuwepo na masuala ibuka na viongozi wengine ambao wamezidi kusema kwamba pengine tuweze kuitathmini na kuiangalia katiba hii iwapo inahitaji marekebisho. Ingali bado tuko katika hali ya mpito. Lakini tukiangalia jinsi ambavyo hata mwaliko ulivyokuwa, ugatuzi chini ya utawala wa Rais William Ruto, unaweza sema kwamba tangu mwaka 2013 uje hadi na kila mwaka wa fedha hadi mwaka huu. Kwa mfano ukiangalia mwaka huu peke yake wa fedha toka mwaka 2025 hadi 26, kaunti zimepata nyongeza ya bilioni 30. Ukilinganisha na mwaka 2025 2026 2024 2025 ambapo waliongezwa toka shilingi bilioni 318.4 hadi bilioni 415. Na mwaka huo wakuja wakaongezwa hadi bilioni 450. Kwa hivyo unazidi kuona kwamba serikali ya kitaifa inazidi kuhakikisha kwamba ugatuzi unafanikiwa vilivyo, na hata ushirikiano wa serikali ya kitaifa na serikali za kaunti unazidi kuboreshwa. Changamoto iliyoko kubwa sana ni kwamba kuna magavana wengine ambao bado wana saratani ya siasa ambayo wanasahau kwamba majukumu yao ni ya kikatiba na ushirikiano wao na serikali ya kitaifa unashurutishwa na katiba na sio misimamo yao ya kisiasa kufuatana na vyama vya kisiasa ambavyo they belong to. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba baadhi ya changamoto ambazo bado zipo ni kwamba kuweza kuondoa hisia za kisiasa haswa katika magavana, ili kuangalia kwamba mtazamo wao katika kufanikisha huduma mashinani, kwa sababu huo ndio ulikuwa ni uti wa mgongo wa katiba hii ya Kenya. Na lengo muhimu sana la ugatuzi kwamba wazingatie kwanza jukumu la kutoa huduma bora, pili kuboresha uhusiano kati ya wao wenyewe na serikali ya kitaifa, ili kwamba mambo yote ambayo bado yanaleta mawimbi ama misukosuko iweze kushughulikiwa vilivyo. Bila shaka Javas anasema kwamba hizi fedha ama mgao wa fedha katika kaunti umezidi kuimarika ukilinganisha kuanzia mwaka 2022 hadi sasa. Huo mgao umeendelea kuongezeka, lakini bado kuna malalamishi kuhusiana na pesa kufika kuchelewa, haswa wakati ambapo mwaka wa kifedha unapokamilika. Daktari Gashero, hili jambo linaweza kutatuliwa kwa njia gani? Asante sana Mashirima kwa hilo swali. Na kwanza niseme mimi kwa huu muda umekuwa wiki 3 ama mwezi mmoja nimekuwa kule mashinani kwetu Kinangop nikizungumza na wananchi, na ile kitu unasikia mara mingi wakisema kwanza wale wameajiriwa na county government ni kwamba mishahara yao imechelewa miezi 2 miezi 4 hawajalipwa kwa sababu ya kucheleweshwa kwa hizo fedha. Na hapo beleni pia nilikuwa nimetaja, ukiangalia pia unaona serikali kuu ilikuwa inajaribu kwenda ule upande wa kutumia e-citizen, kama pale watatumia own source revenue ya county itawekwa pale. Lakini ukielewa ya kwamba zile pesa zinatoka national government ama serikali kuu zinachelewa kufika mashinani, na tulikuwa pia tumeahidiwa na rais ya kwamba hilo ndilo jambo moja atajaribu kuimarisha akichukua usukani. Kwa hivyo naweza sema bado kuna hizo changamoto. Serikali za county hazipati pesa ule wakati unafaa, na kuna miaka bado bili zimebaki kabla ya uchaguzi. Ile tunaona saa hii tunaona siasa mingi, lakini ile kitu ya maana sana ni kuhakikisha kwamba mwananchi anapata huduma zake. Kwa hivyo serikali kuu ni changamoto, wahakikisha kwamba hizo pesa zimefika mashinani ule wakati unafaa. Clement, wakati ambapo hizi fedha zinachelewa, mnapata hali gani ya kutekeleza majukumu yenu? Mashirima, kabla ni jibu swali lako, unajua nimesikia rafiki yangu Javas akisema shida tuko nayo ni magavana ambao wamegonjeka saratani ya siasa. Sasa mimi najiuliza, kama ingekuwa hivyo basi wale magavana ambao pengine hawana ugonjwa, si kaunti zao zingekuwa zinaendelea vizuri sana. Tuseme kama sasa kaunti ya Uasin Gishu ambapo rais ametoka,
rais anapiga kura Uasin Gishu, si basi mambo ya Uasin Gishu yangekuwa yanaendelea tu vizuri bila tashwishi yoyote, sababu sidhani kama saratani ya siasa. Mbona umeenda Uasin Gishu na umetoka kaunti ya Murang'a? Nimetoka, unajua Murang'a pengine ni ile kaunti tunaweza ambiwa tumegonjeka saratani ya siasa kidogo, uko la shida. Shida ambayo iko mimi kwa maoni yangu, mimi chini ya uongozi wa Rais Ruto, serikali kuu haijakuwa ikishikilia ugatuzi vile ambavyo inafaa. Sababu siwezi sema ati kuongeza pesa za zile ambazo zinaenda county, ati hicho ndicho tunaweza sema sasa kinaonyesha kwamba ati serikali kuu inashikilia counties. Hapana, kushikilia counties ni mambo mawili. La kwanza, zile pesa ambazo zinafaa kwenda county zifike kwa muda ambao unafaa. Ya pili, yale majukumu ambayo county imeachiwa yahakikishwe kwamba counties ziko na uhuru, magavana na wale washikadau wengine kwenye county wameachiwa uhuru wao wa kufanya ile kazi ambayo wanafaa. Lakini kwa sasa hivi, la kwanza, president wetu na serikali yake wameshikilia yale majukumu kabisa, wamekataa kuachilia. Yale ambayo kwa mfano, acha nipeane mfano. Hii wiki katika news za Citizen TV na vyombo vingine vya habari, mmeona pale Kirinyaga mashine ambazo ni za kuosha watu damu, zile zinatumika pale Kirinyaga Hospital. Zimeisha, zimeharibika. Serikali kuu ndio inafaa kuwa inafanya hiyo kazi, lakini kila mtu amechukua mawe anapiga serikali ya county, lakini zile pesa ambazo zilikuwa zinafaa kufanya hiyo kazi hazifanywe. Lakini kwa hiyo wiki watu wameletwa hapa State House, wametumia shilingi milioni 100, wamepewa pesa taslimu waende wakanunue mandazi. Lakini pale hospitali, ile mashine ambayo Kirinyaga Hospital ilikuwa inafaa kuosha watu damu, watu wanaenda private hospitals. Hiyo ni shida ya kwanza. Shida ya pili, pesa mpaka saa hii, by the way, ni vizuri ujue kama saa hii vile tumekaa hapa na mheshimiwa Fiu hapa, sisi mara ya mwisho kupata mshahara ilikuwa ni mwezi wa 7. Sijui kama Fiu kwenu Nairobi mmelipwa, pengine gavana Sakaja ako na pesa. Pale Murang'a mambo ni mabaya. Jana nilikuwa na wafanyikazi wa kaunti ya Murang'a wanafanya hospitalini kazi ya kufagia. Wananiambia, mheshimiwa, kama uko na kakitu tupatie, sababu tunafungiwa nyumba. Sababu gavana Kang'ata afanye nini? Tangu mwezi wa 7, pesa ya mwezi wa 7, mgao wa mwezi wa 8, sasa mwezi wa 9 ndio huu tuko nusu, pesa hizi kuja county. Kuna mtu anaitwa controller of budget. Serikali kuu inatumia controller of budget kushikilia na kukwamiza vile ambavyo counties zinaendelea. Kama sasa county assembly ya Murang'a ilipeleka makaratasi yake ipigwe msasa pale COB kwa wiki 3. Mara sijui COB anakunywa chai, sijui mara ameenda mkutano wapi. Kwa wiki 3 wafanyikazi katika Murang'a County Assembly hawajalipwa. Ma-MCAs mpaka pesa ya kuweka gari mafuta waende mashinani hakuna, sababu serikali kuu imekataa na pesa. Sasa hata ndio nashindwa Javas anasema nini, sababu sasa kama umeongeza 30 billion kwa zile pesa ambazo zinafaa kwenda county, lakini sasa ni mwezi wa 3, unajua pesa hazijafika. Sasa tutafanyaje? Asante Mwashirima. Kwanza kama wakili na pili pia kama mtu ambaye amesomea siasa, nina uzoefu mkubwa sana wa masuala ya ugatuzi na naweza kuyazungumzia haswa zile mambo ambayo hata mheshimiwa ameweza kuibua hapa. Kwanza tuweze kumbuka kwamba ibara ya 6 ibara ndogo ya 2 ya katiba imeweza kubuni serikali gatuzi na kueleza misingi ya ushirikiano na hata ile ambayo katika kimombo inaitwa distinct government county level. Kwa hivyo majukumu ya serikali zilizogatuliwa ni tofauti kabisa hata jinsi ambavyo wanavyoelekeza. Pili, ukiangalia masuala ya uwajibikaji ya matumizi ya fedha za umma kutokana na chapter 12 ya katiba, ibara ya 229 imeweza kutengeneza afisi mbalimbali. Kuna afisi ya mwelekezi wa bajeti, kuna afisi pia ya mkaguzi mkuu wa serikali,
ambaye anaangalia jinsi ambavyo fedha za umma zinatumika kufuatana na misingi ya kikatiba na kisheria. Na ukiangalia tangu uchaguzi wa kwanza chini ya katiba hii, kumekuwepo na changamoto nyingi sana, na hata kufuata sheria na maagizo ilikuwa ni changamoto sana katika maeneo gatuzi ama kaunti. Na msimamizi wa bajeti amezidi kuangalia kwamba jinsi ambavyo wanaweza kuboresha masuala ya utumizi ya fedha za umma, ndipo unapata kwamba kuna mwongozo fulani kufuatana na maadili ambayo inastahili ifuatwe. Na kumekuwepo na changamoto ya kuweza kufuata ili kuweza kuzuia kwanza ubadhirifu, pili ufisadi, na masuala ya mauzo ama procurement pia katika maeneo gatuzi, jinsi ilivyo pia katika serikali ya kitaifa. Javas, hivi ni kwamba kwa Kiingereza unasema can it be more efficient? Ndio isiwe kwamba kaunti zinalalamika kuwa pesa hazijafika. Ndio kuna ule mwongozo ambao umetolewa kikatiba kwamba pesa zinapaswa kutolewa kwa namna fulani, masuala ya mauzo yanapaswa kufanywa kwa namna fulani, lakini huo mchakato hauwezi kufanywa kwa njia ambayo pesa hazichelewi. Nakubali kwamba kumekuwepo na changamoto, haswa kuweza kuhakikisha kwamba fedha zinatoka katika hazina ya kitaifa kwenda katika kaunti. Kumekuwepo na wakati fulani ambao zimecheleweshwa. Na ukiangalia mwishoni wa mwaka wa fedha ambao tumemaliza, waziri wa fedha aliweza kusema kwamba mgao wote wa kaunti uliweza ukapelekwa katika kaunti. Lakini changamoto, kubaliana na mheshimiwa, ni kwamba kumekuwepo na ile ambayo tunaita delays. Na wameweza kueleza ni vyema sana kwamba jinsi tunavyojaribu kuboresha ugatuzi, kwamba tuweze kufanikisha jinsi ambavyo fedha zinaenda katika kaunti. Lakini pili, pia kumekuwepo na sheria ambayo imeweza kutiwa kidole hivi majuzi ya kupata kwamba fedha za county assembly haziendi katika county executive. Zinaenda direct katika county assembly ili kuweza kujisimamia fedha zao. Bado ni baadhi ya kuweza kuboresha ugatuzi hapa nchini Kenya. Naam. Na tutaendelea na mdahalo huu, lakini kwa sasa tupumzike kidogo tu, tutarejea hivi punde na mengi zaidi. Je, ugatuzi umeimarika chini ya utawala wa Rais William Ruto? Wasiliana nasi, nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti.